Habari yako dada Lea? Nzuri. Unaendeleaje? Naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Karibu dada Senti. Asante. Wewe ni mgeni kabisa hapa eh? Ndio. Okay. Umetujulia wapi? Najua kupitia mitandao ya kijamii. Okay. Wewe ni mtumiaji mzuri wa mitandao ya kijamii eh? Yeah. Okay, karibu. Asante. Una elimu gani? Elimu kwa sasa hivi labda niseme kwamba na elimu ya kidato cha 6. Kwa sababu hata degree sija kusema nimesoma nimemaliza, hapana. Kwa hiyo na elimu ya kidato cha 6. Ulianza degree yako? Ulikuwa unasoma nini? Nilikuwa nasoma mambo ya jamii ya social protection. Social protection. Yeah. Chuo gani? IFM. Ni kwa nini umeacha? Yaani by the way ulisoma mpaka mwaka ngapi? Nasoma mwaka mmoja. Uka stop. Ndio. Kwa nini? Ni masuala ya ada na support. Unajua tena ya government ilikosa mkopo. Hauna kabisa, kupata kabisa? Sina hata asilimia moja. Mwaka wa kwanza nani amekusupport ukaweza kumaliza mwaka mmoja? Baba ndo amepambana, nikalipa hicho kiasi. Kwa ndo nimesoma, ila najua tena. Kwa hiyo nimejaribu kuomba mwaka huu, sio kwamba sijaomba. Nimeomba, ila si unajua wanadamu wa siku hizi. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ile hela akawa ametapeliwa, yani alitoa tu hela. Ila yani hakuna huyo mkaka, hakuna alichokiomba na of course. Yaani mtu alikuwa anakufanyia application au? Yeah, alikuwa anafanya application yoyote. Ila kila kitu maelekezo alikuwa anachukua, kwa sababu si nilikuwa huko. Kwa hiyo maelekezo alikuwa anachukua, baba anampatia, akimwambia leta sio kitu fulani analeta, lipia kiasi fulani analipa. Kwa hiyo akimuuliza kitu fulani tayari anamwambia yeye ndio tayari sasa hivi nimemaliza, nishatuma maombi, kwa hiyo tusubiri matokeo. Kumbe hamna kitu alifanyaje? Alifanya. Kwa nini hujafanya application yako mwenyewe? Process ilikuwa kubwa. Yaani ilianzia changamoto, ilianzia kwenye cheti cha kuzaliwa. Sasa nilichokuwa nacho mimi ni tofauti na ambacho kilikuwa kinahitajika kwa mwaka huu. Kwa hiyo ile process nimehangaika, nimeenda mpaka kule Magomeni kule kwenye Kisizalita. Nikaambiwa cheti kitapatikana, yani nikishughulikia kumisi huku nipo tu, akuja sio nyumbani. Kwa hiyo kitapatikana baada ya wiki 2. Ila nilivyowasiliana na baba kule, sasa muda ule nawasiliana naye alikuwa karibu na hiyo stationery ambayo ya huyo mkaka ambaye tufanyia application. Akamwambia akifanyia mkoani cheti kitachelewa mpaka hizo wiki 2, nakuta dirisha la kwanza wanafunga kabisa au kunaweza. Akasema lakini akifanyia huko nyumbani hata siku 3 anakuja yeye kinapata. Kwa hiyo baba akasema bwana anishughulikie kule, hata kama itakuwa ni gharama, ila cheti kipatikane. Kwa hiyo akawa amemwelekeza, akaandika barua, ikaenda kule wilayani. Baada ya siku 3 kweli kile cheti kikaja. Kwa hiyo si akajenga uaminifu kwamba akajenga uaminifu. Kwa hiyo nikamwambia baba kama vitu viko sawa, akasema huyo anajua, ameshaniambia kila kitu, anaanza kufanya process zote ananiambia. Kwa hiyo hapa atatuma cheti lita, sio atupe ile verification number tuanze. Kwa hiyo hayo mambo, yani hadi mambo mimi alikuwa ananiambia kama kuna kitu mimi nakijua ambacho mimi inabidi namtumia, lakini at the end tumekuja kugundua hamna kitu baada ya matokeo kuja. Okay. Na umesema baba alipambana mwaka kwanza akaweza kukulipia. Kwa nini mwaka wa pili usingemuomba labda kama baba angalau akupush tena kwa mwaka wa pili? Changamoto, yani maisha yanabadilika. Kwa hiyo hali ya kiuchumi na yenyewe inafanyaje? Inabadilika. Kwa ndio hivyo. Okay, karibu. Kwa hiyo hapa huko malengo yako ni kutafuta ada au una malengo gani? Ada of course na yenyewe kiasi kidogo, sio sana kwamba hela ambayo nimekuja kuitafuta hapa ni ada, hapana. Huku baba anapambana at least kwa mwaka mzima kuna chochote atakuwa amefanyaje, amekihifadhi. Kwa hiyo mimi malengo yangu yani yako nje kabisa na ada. Yeah. Ambayo malengo yako ni yapi? Malengo yangu angalau yani
ni kiasi ambacho nitakikusanya itanisaidia kuanzisha kitu fulani ambacho hicho kitu fulani hata nikirudi chuo sitahangaika sana. You mean a business ama? Yeah. Okay. Sitahangaika sana, siwe hizi nauli za hapa na pale kwenda chuo, siwe la kula chuo. Yaani kile kitu ambacho nitakifanya niwe najua kwamba hapa nina hela yangu mimi mwenyewe na kibiashara changu mwenyewe na kinafanyaje na account yangu at least inaingiza. Yeah. Inanisaidia. Maana maisha ya chuo yani changamoto sana kama una kitu angalau cha kushika. Okay, karibu sana. Asante. Wadada ambao wanajitambua, wana ndoto, kwa sababu ungeweza kusema ngoja nikakae nyumbani kwa sababu nimekosa ada nisubiri mwakani kuomba mkopo, au ungeamua kwenda kufanya chochote kibaya ama kizuri tu ambacho sio cha kukunufaisha pengine. Lakini ukaona kwamba hapana, hebu ngoja na mimi niende, muda babangu anatafuta hela na mimi nikajiongeze kutafuta chochote, nikapambane angalau nijitengenezee misingi ya biashara. Kwa hiyo tunakukaribisha sana sana, karibu Wadada Center. Kikubwa tu ujue hapa na sisi tuna standards zetu, kwa hiyo ni lazima uzionyeshe. Umefika mpaka university, lakini cha kukuambia tu ni kwamba na sisi tuna vyeti peke yake havitoshi. Sisi tunahitaji tukuone wewe ukifanya vizuri kwenye usafi, kwenye mapishi na kwenye malezi, sawa? Ndio. Ufanye vizuri sana na hapa ndio sehemu ya kufanyia assessment. Otherwise tunakutakia kila laheri kwenye majukumu ambayo utapangiwa. Na tunaamini utakwenda kufanya vizuri kwa sababu una ndoto. Yaani siku zote dreamer huwa anapambana sana kuifikia dream yake. Kwa hiyo sasa wewe ukitu prove wrong labda, lakini sisi tunaamini mtu yote mwenye malengo makubwa maana yake pia anawajibika zaidi, si ndio? Ndio. Haya, asante, karibu sana. Asante. Mimi mwenyewe nawashukuru sana kwa mapokezi yenu. Okay, thank you. Thank you. Ubarikiwe na wewe pia. Asante. Haya, asante.